Kabla hujaendelea kusoma hadithi hii, chukua sekunde chache ujiulize swali moja. Je, ni nani unayemwamini zaidi maishani mwako? Rafiki yako wa karibu au adui yako wa wazi? Kwa sababu wakati mwingine adui huumiza mara moja na kuondoka, lakini rafiki huumiza taratibu, kimya kimya, mpaka siku unapoanguka ndipo unatambua kuwa aliyekuwa na kushika mkono ndiye aliyekuwa na kuchimba shimo. Na kama unapenda simulizi za kweli za maisha, usaliti na mafunzo makubwa, hakikisha una subscribe, kwa sababu hadithi hii inaweza kukufungua macho kuliko unavyodhani. Jina langu ni Kelvin Mhando, na kama ningechagua mtu wa kwanza kumlinda hata kwa gharama ya maisha yangu, basi huyo angekuwa Juma Rashid, rafiki yangu tangu utotoni. Tulikulia mtaa mmoja, tulikula sahani moja, tulilala sakafu moja, na tuliahidiana kuwa siku moja tutatoka pamoja, tutafanikiwa pamoja, na hakuna kitu kingeweza kututenganisha. Ahadi ambayo nilikuwa naiweka moyoni kama agano, bila kujua kuwa baadhi ya ahadi huvunjwa pale fursa inapokutana na tamaa. Tulipokuwa vijana, hatukuwa na chochote isipokuwa ndoto, lakini tofauti yetu ilikuwa moja. Mimi nilikuwa tayari kusubiri na kujifunza. Yeye alikuwa tayari kukimbia na kuchukua njia fupi. Lakini sikuwahi kuona hilo kama hatari. Niliona kama tabia yake tu ya kutaka haraka, na pengine hapo ndipo nilipokosea. Kwa sababu nilipoanza kupata kazi nzuri na fursa ndogondogo za biashara, Juma alikuwa mtu wa kwanza kumwambia kila kitu, kumshirikisha mawazo yangu, mipango yangu na hata siri zangu, kwa sababu nilimuona kama ndugu wa damu. Tulipoanza biashara ndogo ya pamoja, mimi niliweka mtaji, yeye akaweka maneno matamu na ucheshi wake uliovutia watu. Na kwa muda, kila kitu kilionekana kwenda sawa. Tulicheka, tulipanga, na tulianza kuona pesa za kwanza maishani mwetu. Na kila mtu mtaani alianza kusema sisi ni mfano wa urafiki wa kweli. Lakini nyuma ya tabasamu kulikuwa na hesabu ambazo sikuwa nikizijua. Hesabu ambazo Juma alikuwa anazifanya kimya kimya. Nilipompa dhamana ya kusimamia baadhi ya mambo, sikufanya hivyo kwa sababu sikuwa na uwezo, bali kwa sababu nilikuwa na imani. Imani ambayo haikuuliza maswali, haikuweka masharti na haikuona sababu ya kutilia shaka. Na polepole, Juma alianza kubadilika. Akavaa vizuri zaidi, akaanza kuchelewa kurudi ofisini, akaanza kuzungumza kwa simu kwa siri, lakini kila nilipouliza alinijibu kwa utani na kunifanya nijione ninafikiri sana. Siku ile ambayo maisha yangu yalibadilika haikuanza vibaya. Ilikuwa siku ya kawaida kabisa. Nilienda benki kuangalia hesabu za kampuni nikiwa na amani moyoni, lakini dakika chache baadaye dunia yangu ilianza kuporomoka nilipoona namba ambazo hazikuwa na maana. Pesa zilikuwa zimepungua, miamala isiyoeleweka ilikuwa imefanyika, na jina la aliyekuwa amesaini lilikuwa moja tu, Juma Rashid. Na kwa sekunde ile, moyo wangu ulisimama, si kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu mtu niliyemwamini kuliko mtu yoyote alikuwa kugeuka kuwa swali kubwa zaidi maishani mwangu. Nilirudi ofisini haraka, nikamkuta Juma akikaa kama kawaida, akitabasamu, na nilipomwonyesha taarifa za benki, uso wake ulibadilika kwa sekunde chache kabla hajavaa tabasamu la uongo. Na hapo ndipo nilipoanza kuelewa kuwa usaliti hauji kwa kelele, bali huja kwa tabasamu, na kwamba rafiki aliyekuvunja kabisa si yule anayekuchukia wazi, bali yule anayekujua vizuri kiasi cha kujua mahali pa kukuchoma. Na hapo ndipo hadithi yangu ya usaliti ilipoanza, si kwa hasira, bali kwa maumivu ya kutambua kuwa nilikuwa nimekabidhi moyo wangu mikononi mwa mtu aliyekuwa tayari kuubadilisha kwa faida yake binafsi. Baada ya siku ile ya benki, usingizi haukurudi tena machoni mwangu kama zamani, kwa sababu kila nilipofumba macho nilimwona Juma akitabasamu. Tabasamu lile lile la zamani, lakini sasa likiwa na sura mpya ya hila. Na nilipojaribu kumkumbuka kama rafiki niliyemlea, moyo wangu ulianza kuuma zaidi, kwa sababu nilitambua kuwa mtu aliyeniumiza hakuwa mgeni, bali ndugu niliyemchagua kwa hiari. Na hilo ndilo lililofanya maumivu yawe mazito mara 10 zaidi. Nilianza kuchunguza kimya kimya. Si kwa sababu nilitaka kulipiza kisasi, bali kwa sababu nilitaka kuelewa ni lini hasa urafiki wetu uligeuka kuwa mtego.
na kadri nilivyochimba ndivyo nilivyoona picha nzima ikiibuka taratibu, kama ukungu unaotoweka. Nikagundua akaunti ndogo ndogo zilizofunguliwa kwa majina ya watu wa karibu na Juma, mikataba midogo midogo iliyosainiwa bila mimi kujua, na wateja waliokuwa wakilipia huduma, lakini fedha hazikuwa zinaingia kwenye akaunti kuu ya kampuni. Na kila ushahidi ulinionyesha ukweli mmoja mchungu, kwamba huu haukuwa wizi wa ghafla, bali mpango uliopangwa kwa muda mrefu. Nilipomkabili Juma tena, safari hii si kwa hasira, bali kwa ushahidi, alibadilika kabisa. Hakuwa tena yule rafiki wa utani na maneno mengi, akawa mtu mkali, mwenye hoja za kujitetea, akidai kuwa alifanya yote kwa sababu mimi nilikuwa mpole sana kibiashara, kwamba kama asingechukua hatua, basi tungefilisika. Na maneno hayo yaliniumiza zaidi, kwa sababu yalionyesha wazi kuwa alijiona sahihi, kwamba hakuona kosa, bali aliona fursa. Na hapo ndipo nilipotambua kuwa tamaa ikimsha mtu huua dhamira bila kelele. Biashara ilianza kuyumba haraka kwa sababu madeni yaliibuka, wateja wakaanza kudai huduma ambazo zilikuwa tayari zimelipiwa, wafanyakazi wakaanza kuuliza maswali, na heshima yangu ilianza kuyeyuka mbele ya watu ambao jana walikuwa wakinipigia makofi. Na katika mkanganyiko huo, Juma alipotea ghafla. Hakupatikana kwa simu, hakufika ofisini, na siku chache baadaye nikapokea taarifa kuwa alikuwa ameondoka nchi. Na kwa mara ya kwanza nikaa chini na kulia kama mtoto. Si kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu nilijua nimeachwa nikiwa nimevuliwa kila kitu: biashara, heshima na imani. Habari zilienea haraka kuliko nilivyotarajia. Watu walianza kunitazama kwa macho ya shaka, wengine wakinionea huruma, wengine wakiniona mjinga, na baadhi wakisema wazi kuwa nilistahili kwa sababu niliamini sana. Na maneno hayo yalikuwa mazito, lakini hayakuzidi uzito wa kimya cha usiku nilipokuwa peke yangu, nikijiuliza kama kweli kosa langu kubwa lilikuwa kuamini rafiki au kutokujilinda dhidi ya dunia. Nililazimika kufunga ofisi, kuaga wafanyakazi na kuuza mali chache nilizokuwa nazo ili kulipa sehemu ya madeni. Na kila nilipokuwa nikisaini karatasi ya kufunga ukurasa mmoja wa maisha yangu, nihisi kama sehemu ya nafsi yangu ilikuwa inakatwa polepole. Na watu waliokuwa wakinipigia simu kila siku wakapotea, wakabaki wachache sana, wachache kiasi cha kunifanya nitambue tofauti ya marafiki wa dhiki na marafiki wa mafanikio. Kwa miezi kadhaa nilikuwa kama kivuli cha yule Kelvin niliyemjua, nikikwepa mikutano ya watu, nikitembea nikiwa nimeinama, na mara nyingi nikijilaumu kwa kila kilichotokea, nikijiambia kuwa nilipaswa kuona dalili mapema, nilipaswa kuuliza maswali, nilipaswa kutenganisha urafiki na biashara. Na majato hayo yalikuwa mazito mgongoni mwangu. Lakini katikati ya giza hilo kulikuwa na kitu kidogo ambacho Juma hakuweza kuniibia: uzoefu. Nilianza kujifunza upya, nikisoma makosa yangu kama somo, nikielewa kuwa kuanguka haimaanishi mwisho, bali ni sehemu ya safari ambayo haionekani kwenye hadithi za mafanikio. Nikaanza kufanya kazi ndogo ndogo, si kwa aibu, bali kwa kujijenga upya. Nikajifunza nidhamu, mipaka na umuhimu wa mikataba. Na polepole nikaanza kuona kuwa labda anguko hili halikuwa la kunimaliza, bali la kunibadilisha. Lakini hata nilipoanza kusimama taratibu, kivuli cha Juma kilikuwa bado kinanifuata, kwa sababu nilijua kuwa mahali alipo alikuwa anaishi kwa pesa ambazo zilitokana na ndoto zangu. Na wazo hilo lilinipa mchanganyiko wa hasira na hamasa. Si hamu ya kulipiza kisasi, bali hamu ya kujithibitisha kwamba hata bila yeye ningeweza kusimama. Na hapo ndipo nilipoapa moyoni mwangu kuwa sitoruhusu usaliti wa rafiki kuwa mwisho wa hadithi yangu. Baada ya anguko lile lililonivua kila kitu, niligundua haraka kuwa kupoteza biashara ni rahisi kuliko kupoteza imani binafsi. Kwa sababu pesa zinaweza kurudi, lakini heshima ya mtu na imani yake kwa nafsi yake hupona taratibu kama jeraha la ndani. Na kwa muda mrefu nilikuwa ninaishi maisha ya kimya, nikifanya kazi ndogo ndogo ambazo watu wengi waliniona kama kurudi nyuma. Lakini kwangu zilikuwa hatua za kwanza za kusimama tena. Kwa sababu nilikuwa nimejifunza kwa gharama kubwa kuwa hakuna aibu ya kuanza upya. Aibu iko kwenye kukataa kujifunza.
Nilihamia chumba kidogo, nikapunguza mahitaji yangu, nikajifunza kuishi bila kelele. Na kwa mara ya kwanza, nilikaa na nafsi yangu bila kujificha nyuma ya mafanikio. Nikaanza kuandika kila kosa nililofanya kwenye daftari, nikichambua kila uamuzi niliouchukua. Na taratibu, nikaanza kuona picha wazi zaidi. Nikatambua kuwa Juma hakuniangusha peke yake, bali nilijiweka kwenye nafasi ya kuangushwa kwa sababu ya kutotenganisha urafiki na biashara, kutokuweka mipaka na kuamini zaidi maneno kuliko mifumo. Kupitia kazi ndogo ndogo, nilikutana na watu wapya, si wale wa sifa wala majigambo, bali watu waliokuwa wanatafuta suluhisho halisi. Na mmoja wao alikuwa mzee mmoja aliyekuwa na biashara ndogo ya usambazaji, aliyekuwa amepitia anguko kama langu miaka mingi iliyopita. Na bila kuniambia hadithi yake yote, alinifundisha jambo moja muhimu, kwamba biashara si mchezo wa imani, bali ni mchezo wa uwajibikaji. Na maneno yake yalikaa kichwani mwangu kama mwongozo mpya wa maisha. Polepole nilianza kuwekeza tena, si pesa nyingi, bali maarifa. Nikaanza kutoa huduma za ushauri kwa biashara ndogo ndogo, nikitumia makosa yangu kama silaha. Nikawaeleza watu wazi wazi mahali nilipokosea. Na kwa mshangao wangu, watu waliniamini zaidi kwa sababu ya majeraha yangu kuliko wangeniamini kwa mafanikio ya zamani. Na hapo ndipo nilipogundua kuwa wakati mwingine kuanguka hukupa sauti ambayo usingepata ukiwa juu. Wakati mimi nikiendelea kujijenga kwa ukimya, taarifa zisizo rasmi zilianza kunifikia kuhusu Juma, kwamba maisha yake nje ya nchi hayakuwa kama alivyotarajia, kwamba pesa zilimfanya ajiamini kupita kiasi, akafanya uwekezaji mbaya, akaingia kwenye migogoro ya kisheria, na baadhi ya watu aliowatumia kama mimi waligeuka dhidi yake. Lakini nilipozisikia habari hizo, sikufurahia, kwa sababu nilikuwa nimefika mahali ambapo sikutaka tena mafanikio yangu yajengwe juu ya kuanguka kwa mtu mwingine. Miaka 2 ilipita na kazi yangu ndogo ikageuka kuwa kampuni ya ushauri yenye heshima, si kubwa kama ile ya awali, lakini imara zaidi, yenye mifumo, mikataba na uwazi. Na watu walioniona zamani kama aliyeshindwa walianza kunitazama upya kwa macho ya heshima, na hata wale waliokuwa wananikwepa wakaanza kurudi taratibu. Na safari hii nilijifunza kuchagua nani akae karibu na nani abaki mbali. Ndani yangu kulikuwa na mabadiliko makubwa. Nilikuwa mtulivu zaidi, mkali zaidi kwenye mipaka, na wenye ufahamu wa kina kuwa urafiki wa kweli hauogopi uwazi. Na kadri nilivyozidi kukomaa, ndivyo nilivyozidi kuelewa kuwa usaliti wa Juma haukuwa laana, bali darasa. Darasa ambalo lilinigharimu sana, lakini lilinifanya niwe mtu ambaye asingevunjwa kirahisi tena. Siku moja, nikiwa ofisini kwangu ndogo lakini yenye mpangilio, nilipokea barua email isiyotarajiwa. Barua kutoka kwa jina ambalo sikuwa nimelisoma kwa muda mrefu. Jina lililonifanya nipumue kwa kina kabla hata ya kufungua, kwa sababu lilikuwa jina la Juma Rashid. Na katika sekunde ile, historia yote ilirudi kichwani. Lakini tofauti na zamani, sikuhisi hasara wala hofu. Nilihisi utulivu wa ajabu. Kama mtu anayejua kuwa haijalishi yaliyopita, sasa alikuwa amesimama kwa miguu yake mwenyewe. Nilipofungua barua, sikukuta majambo wala maneno ya ujasiri. Nilikuta ujumbe mfupi uliokuwa umejaa uzito wa kishindwa, akiomba kukutana, akiandika kuwa alikuwa amepitia mengi na kwamba alihitaji kuzungumza nami. Na hapo ndipo nilitambua kuwa maisha yalikuwa yananirudishia kipande cha mwisho ya hadithi yangu, si kwa kunilazimisha kulipiza kisasi, bali kwa kunipa nafasi ya kuchagua aina ya mtu niliyekuwa sasa. Sikujibu barua ya Juma siku ile ile, si kwa sababu sikuwa na cha kusema, bali kwa sababu nilihitaji muda wa kusikiliza sauti yangu ya ndani. Ile sauti ambayo zamani niliizima kwa imani ya upofu, kwa sababu nilijifunza kuwa si kila mwaliko wa zamani unapaswa kujibiwa haraka, na si kila mtu anayekurudia anakuja na nia safi. Lakini baada ya siku kadhaa za tafakari, nilijikuta nikikubali kukutana naye. Si kwa ajili yake, bali kwa ajili yangu, kwa sababu nilijua kuwa baadhi ya milango hufungwa kikamilifu pale unapokutana na yaliyopita bila hofu. Tulikutana katika mgahawa mdogo uliokuwa mbali na makelele ya jiji, mahali pa kawaida pasipo kumbukumbu za zamani. Na alipofika, sikuhitaji kuuliza ni yeye, kwa sababu nilimtambua mara moja. Lakini hakuwa yule Juma niliyemkumbuka.
Hakuwa na kujiamini kwa mtu aliyeshinda. Macho yake yalionyesha uchovu, mabega yake yalionekana kubeba mzigo mzito, na hata tabasamu lake lilikuwa la kusita, kana kwamba alikuwa anajaribu kukumbuka jinsi ya kuwa mtu niliyekuwa namjua. Tulikaa kimya kwa sekunde chache, si kwa sababu hatukuwa na maneno, bali kwa sababu kila mmoja alikuwa anapima uzito wa historia kati yetu. Na hatimaye Juma alianza kuzungumza, si kwa majigambo kama zamani, bali kwa sauti ya mtu aliyekuwa amechoka kukimbia. Akaniambia jinsi alivyofikiri pesa zingempa uhuru, lakini zikampa upweke. Jinsi alivyofikiri atanitumia kama daraja, lakini daraja likamvunjia chini ya miguu yake. Na jinsi alivyopoteza marafiki, heshima na hata sehemu ya nafsi yake. Na alipokuwa akiongea, nilitambua kuwa wakati mwingine adhabu ya maisha huja bila kelele, polepole lakini kwa uhakika. Aliponitazama machoni na kuniomba msamaha, sikuhisi ushindi wala raha. Nilihisi uzito wa chaguo, kwa sababu msamaha si neno la kusema, bali ni uamuzi wa kubeba mzigo wa kuachilia. Na kabla sijajibu, nilikumbuka usiku nilizolala njaa, machozi niliyoyameza kimya kimya, na aibu niliyobeba kwa sababu ya jina lake. Na kwa sekunde moja nilihisi hasira ya zamani ikijaribu kurudi, lakini nikagundua kuwa hasira hiyo haikuwa na nguvu tena kama ilivyokuwa zamani. Nilimwambia Juma ukweli kwa sauti tulivu lakini thabiti. Nikamwambia kuwa usaliti wake ulinivunja kabisa. Ulinifanya nipoteze biashara, marafiki na imani yangu kwa watu. Lakini pia ulimlazimisha Kelvin wa zamani afe ili Kelvin mpya azaliwe. Na nilipokuwa kiongea nilitambua kuwa sikuwa Tina na mshtaki. Nilikuwa nasimulia tu kilichokuwa. Na hapo ndipo nilipojua kuwa nilikuwa nimepona zaidi kuliko nilivyodhani. Juma aliniambia alihitaji msaada wangu kuanza mpya. Si pesa, bali ushauri. Akisema kuwa alijifunza kwa gharama kubwa kuwa bila misingi, pesa ni sumu. Na ombi lake liliniacha kwenye ukimya wa ndani. Kwa sababu nilijua nikikubali, ningekuwa naonekana dhaifu kwa macho ya wengi. Na nikikataa, ningekuwa nafunga ukurasa kwa njia kali. Na hapo ndipo nilipotambua kuwa majaribio ya kweli hayaji tena kama shida, bali huja kama maamuzi ya kimaadili. Nilichagua njia ya kati. Nikamwambia kuwa nimemsamehe kama rafiki wa zamani, lakini sitarudia kufanya naye kazi wala kumpa nafasi ya karibu. Kwa sababu msamaha haumaanishi kurudisha mipaka uliovunja. Na maneno hayo yalionekana kumuumiza, lakini pia kumfundisha. Na alikubali kimya kimya, akitambua kuwa baadhi ya mambo yakivunjika hayawezi kujengwa kwa muundo ule ule. Tulipoachana, sikuhisi mzigo moyoni mwangu. Nilihisi kama nilikuwa nimeweka jiwe la mwisho kwenye kaburi la Kelvin wa zamani, na niliporudi ofisini kwangu, nilikaa kimya kwa muda mrefu, nikitambua kuwa nilikuwa nimechagua amani badala ya kulipiza kisasi. Na hiyo ilikuwa ishara kubwa ya kukomaa kuliko mafanikio ya kifedha niliyopata. Lakini hadithi haikuwa imekwisha bado, kwa sababu kulikuwa na sura ya mwisho ya safari yangu, sura ambayo haingehusisha Juma moja kwa moja, bali ingeonyesha wazi kuwa maisha yana njia ya kuwainua wale wanaokataa kutamaa, na kwamba usaliti unaweza kukufundisha, lakini haupaswi kukuamua. Baada ya kukutana na Juma na kuondoka pale mgahawani, sikuhisi ushindi wala kushindwa. Nilihisi kitu ambacho sikuwa nimekihisi kwa muda mrefu sana, amani. Kwa sababu niligundua kuwa nimevuka mstari ambao wengi hushindwa kuvuka, mstari wa kuacha yaliyopita yaache kunimiliki. Na kuanzia siku ile, maisha yangu hayakuwa tena yakizunguka jina la Juma, bali yalikuwa yanajengwa juu ya maamuzi yangu mapya, mipaka yangu na maono yangu ya baadaye. Nilijitupa kazini kwa nidhamu mpya, nikiweka mifumo imara, nikichagua watu wachache wa kuaminika, na zaidi ya yote nikijifunza kusema hapana bila kujisikia hatia. Kwa sababu nilitambua kuwa kusema hapana kwa mtu asiye sahihi ni kusema ndio kwa maisha yako mwenyewe. Na polepole kampuni yangu ya ushauri ikakua, si kwa makelele ya mitandao wala sifa za juujuu, bali kwa matokeo, uaminifu na hadithi yangu ya kweli ambayo wateja waliiona kama ushahidi wa mtu aliyepitia moto na hakuteketea. Miaka ilivyopita, nilialikwa kuzungumza kwenye majukwaa mbalimbali. Si kwa sababu nilikuwa mkamilifu, bali kwa sababu nilikuwa halisi. Nikiwaambia vijana na wafanyabiashara wachanga kuwa usaliti hauchagui watu wabaya tu. Mara nyingi humchagua mtu mzuri anayekosa mipaka. Na niliwaambia wazi kuwa kosa langu halikuwa kumpenda rafiki yangu, bali kumpa mamlaka bila uwajibikaji. Na kila niliposema maneno hayo, nilihisi kama nilikuwa nabadilisha maumivu yangu kuwa mwanga kwa wengine.
Habari za Juma zilifika kwangu tena baada ya muda, si kwa yeye kuomba msaada, bali kupitia watu wa kawaida waliokuwa wanamjua, wakisema alikuwa ameanza maisha mapya kwa unyenyekevu, akifanya kazi za kawaida, bila majigambo, bila kujifanya. Na ingawa sikuwa sehemu ya safari yake tena, nilijua moyoni kuwa somo lilikuwa limemfikia. Na kwa mara ya kwanza, sikuhisi chuki wala dharau. Nilihisi tu ukweli mmoja, kwamba maisha hayachelewi, huwafundisha watu kwa wakati wao. Nilipoangalia nyuma safari yangu yote, niligundua kuwa Juma hakunivunja kabisa kama nilivyodhani hapo mwanzo. Alinivunja ili nijijenge upya kwa misingi imara zaidi. Alinifunza thamani ya mipaka, alinifunza kuwa urafiki bila uwajibikaji ni hatari, na alinifanya nielewe kuwa imani ni zawadi kubwa sana ambayo haipaswi kutolewa kwa kila mtu. Na hapo ndipo nilipogundua kuwa kile kilichoonekana kama laana kilikuwa somo la maisha lililojificha. Leo nikiangalia kioo, simuoni tena Kelvin aliyekuwa naogopa kuamini, namuona Kelvin anayejua nani wa kumruhusu karibu na nani wa kumbakisha mbali. Namuona mtu anayejua kuwa kuanguka si mwisho, na kwamba rafiki aliyekusaliti anaweza kukuumiza sana, lakini haupaswi kumruhusu akuamue, kwa sababu mwisho wa siku hadithi yako ni yako, si ya mtu aliyekuvunja. Na kama wewe unayesoma hii umeumizwa na rafiki, umebetrayed au umeachwa ukiwa chini, kumbuka hili: usaliti haui mtu mwenye mwelekeo, huumiza, humfundisha, lakini humwachia nguvu ambayo asingepata kwa njia nyingine yoyote. Na kama mimi ningeweza kusimama tena baada ya kupoteza kila kitu kwa sababu ya mtu niliyemwamini, basi na wewe unaweza. Si kesho, si ghafla, lakini taratibu, kwa uamuzi mmoja sahihi kwa wakati. Hadithi yangu inaishia hapa, si kwa sababu hakuna kilichobaki kusema, bali kwa sababu somo lake limekamilika, na somo hilo ni rahisi lakini gumu kulikubali, kwamba usiogope kuamini, lakini jifunze kuweka mipaka. Usiogope urafiki, lakini tambua kuwa sio kila anayekuita rafiki ana nia ya kukuonda ukisimama. Na muhimu zaidi, usiruhusu mtu aliyekusaliti akunyime nafasi ya kuwa mtu bora zaidi kesho. Kama hadithi hii imekugusa moyo, imekufungua macho kuhusu urafiki na usaliti, au imekupa nguvu ya kusimama tena, PAKU sasa ili usikose simulizi nzito za maisha, usaliti, mafanikio na mafunzo ya kweli.